Mtu aliyefiwa nyamazi. Simba ni mtu aliyefiwa nyamazi. Ndio wanaweza kuona mashabiki wanalalamika, wanalalamikia viongozi, wanalalamikia nini, kwa sababu wanaona kama hawajatendewa haki. Ndio hiyo dhana kwa mtu aliyefiwa nyamazi. Lakini hatuwezi kulaumu sana. Ziko sababu ambazo pia zinawatia huzuni, kwa sababu dabi ya kwanza iliahirishwa baada ya wao kulalamika. Dabi ya pili kapangwa na bodi ya ligi na wao wakawa wamejiandaa vizuri, japo wenzao wengine nao walikuwa wanalalamika. Sasa dabi hii kuahirishwa, kwa akili ya kawaida kibinadamu, hata ungekuwa wewe unaona kabisa mbona sasa na wao kama namna gani. Unaona, ndicho ambacho Simba wanakiona. Lakini nadhani kama nchi tupate funzo, kama nchi tujue mgogoro wa mpira wetu tumeutengeneza wenyewe kwa ushabiki. Mgogoro wa mpira wetu tumeutengeneza wenyewe kwa kutokufuata weledi. Mgogoro wa mpira wetu tumeuratibu wenyewe kwa kufurahia furaha za uongo. Watu wanaharibu, mnawatetea kwa sababu maslahi mnayapata nyinyi. Na wao wakibanwa, watu wengine wakasaidiwa, mnaona mmeonewa nyinyi. Sasa hii ndio inakuja kuleta shida. Ndio maana sasa hivi ni rahisi tu shabiki wa Simba akakwambia kwamba viongozi Simba Yanga wanapambana waweke viongozi wao madarakani. Sasa utajiuliza, na wao walikuwa madarakani ni wa Simba? Nini maana yake? Maana yake ni kwamba tumetengeneza mpira upo katika sura ya hofu sana. Lakini mimi nimekuwa nikisema na watu, waliofurahia uamuzi ni Yanga. Watakaofurahia na matokeo ya uamuzi ni vilabu vyote vya mpira wa nchi. Kuvunjwa kwa bodi ya ligi, sijui kuvunjwa kwa kamati ya mashindano. Waliofurahia maamuzi ni Yanga. Watakaonufaika na matokeo ni vilabu vyote. Kwa sababu kwa mara nyingine tutashuhudia usimamizi wa mpira unaofuata taratibu na kanuni. Bahati mbaya tumetengeneza watu wanapenda umaarufu wenye matatizo. Nchi ukiwa unaonewa watu wanashangilia. Ukiwa unaonea watu wanakushangilia. Nchi tulikofikia. Ukiwa unaonea watu wanashangilia. Ukiwa unaonea watu wanamshangilia anayeonea. Kwa hiyo mpaka itendeke haki ndio utaona. Na ikitendeka haki hata yule alikuwa anaonea anaonekana anaonewa. Kwa sababu tumeacha kuwa wa kweli, tumejaa unafiki. Mpira wetu haupati maendeleo kwa sababu ya unafiki. Mpira wetu hauwezi kuwa na maendeleo kama tutaendeleza unafiki. Sasa lazima tuondoe unafiki katika kusimamia mpira wetu ili tupate maendeleo. Sasa tunayapataje maendeleo? Ni pale tu ambako watu watakuwa wanasimamia haki na maendeleo. Mkiwa mnapenda haki, hata viongozi mtawapata kwa njia ya haki. Hata viongozi watatenda haki. Bahati mbaya viongozi hawezi kutenda haki kwa sababu umejaa mpira kunafiki. Viongozi wakiwa maofisini ni wapambe wa watu, sio wapambe wa kazi. Usimamii kazi, unasimamia mtu. Ni shida. Kwa mfano kauli ambayo ilitolewa na yule msemaji wa TFF, yule atakuwa jiuzuru, na kama sio kujiuzuru afutwe kazi. Alitoa kauli ya dhihaka, dharau, ujeuri, alafu anasemea taasisi. Tukidhani tukiwa wasemaji ama watu wakiwa wasemaji ni watu ambao wanafuata maadili, ethics, codes of ethics, codes of conduct. Unatengeneza taswira ya taasisi ndani na nje ya taasisi, internal and external ya taasisi yako. Mtu yote anayekuja kwenye taasisi yako lazima umuonyeshe weledi wa taasisi yako. Sio umuonyeshe eti wewe unakaa pale kama mpambe wa viongozi. Wazao wamekwenda, waliambiwa walete taarifa ya mahesabu, wakapeleka taarifa ya mahesabu, waambiwa wameleta barua ya posa. Wameandika barua kama ya posa. Na hakika sioni kama atakuwa msemaji wa TFF ajaye yule. Na hakika. Kwa sababu lazima nikwambie, yale ni makosa makubwa. Najua nchi imebadilika, watu wamebadilika. Hizi nafasi tunazo tu. Sitapita leo nitasema hapa, niseme ukweli, nisiongee uongo, kunonga kwa ukweli. Lakini ile kauli au kwa kweli ule wa TFF ni kwa sababu palikuwa na mambo mengi watu wakumshikia bomba yule. Kauli ile sio kauli ya msemaji wa taasisi. Bora angekuwa anasemea Yanga au Simba. TFF ni mtu mwenye football ya nchi. Umeulizwa watu kili. Wale wampeleka barua, wameitwa na katibu ambaye hawamtaki. Wewe unaambia wataongeaje na mtu asiyemtaka? Yaani watu wamkwambia mimi sikutaki, unamlazimisha mzungumze. Unalazimisha ugomvi. Ilitosha bwana, wameleta barua yao, iko hapa, nadhani mamlaka zitafanyia kazi. Tunza haiba ya taasisi yako ndani na nje. Lakini kauli iliyotoka pale ni dhahiri mpira wetu ulioza na ushabiki. Mpira wetu ulijaa uchawa. Na mimi nawapa pole tu wote ambao wanadhani tukizungumza mpira tunatetea watu. Kwanza tuwatetee Young Africans sisi hapa. Tunautetea mpira wa nchi. Young Africans hao na wakifanya madhara watakuwa hivi watatugeuka tena.
Tunautetea mpira wa nchi. Hawa Young Africans wametabisha kuutetea mpira wa nchi, sio wao, hawajitetei wao. Wao watafurahi tu kwa sababu wameanzisha harakati, lakini matokeo ya harakati ni ya mpira wa nchi. Mpira huu ulichakaa. Viongozi wanataka kumfungia nayo kapanga nitafutieni bingwa, anakutafutia. Waamuzi kama majini wanatuma waingie watu. Wanapanga, wanawajua waamuzi wao jini lipi hapa nikilituma linamuingia mtu. Wanawajua walikuwa. Ndio maana wajivuni, ukishaona kiongozi mjivuni, unajua uongozi sijui kama watu wanajua. Kuwa kiongozi sio unawaamulia watu, wakati mwingine unasikiliza watu. Viongozi wetu wengi wanadhani wapo kwa ajili ya kuwaamulia watu, sio kuwasikiliza watu. Ndio maana maeneo ya kusikiliza watu wanakuwa wakaidi, hawako tayari. Nadhani ili litajifunza. Ukiwa mkaidi watu wanakutoa kwa nguvu. Unawaongoza wakiwa kutaki. Nilisema mimi siku moja hapa kwamba hivi wewe kwa akili ya kawaida bodi ya ligi na TFF wamejiunda kwa sababu affiliation zao ni vilabu. Ndio affiliation zao. Sasa ukisema mtu eti kama klabu moja hiyo ndio dai tangu lini haki ikadaiwa na watu wengi? Hivi nchi nzima tunaweza kaibiwa na mwizi mmoja? Haiwezekani. Huyu ataiba kwa wakati wake baskeli, huyu kaiba. Kwa kila mmoja atashtakiwa kwa kosa lake. Hivi wote watadhulumiwa pamoja? Huyu atadhulumiwa kwa hiki. Kwa hiyo kila mtu atadai haki kwa njia yake. Sasa tulisema, mimi nadhani tulikofika tumefika. Watanzania wajikute sasa waanze kuangalia tutafuataje matokeo. Lakini kulalamika wanaipendelea Yanga, au wanaipendelea Simba, TFF ilikuwa imetekwa. Na bodi ya ligi imetekwa, ina watu wake imetekwa. Na ushahidi umeuona. Leo mtu mwingine atasema wakina Mguto Sinani wametolewa kafara. Hivyo kila unaloambiwa lazima ulifanyie kazi. Kwa mtu akija kwambia acha kufanya kazi kwa wajibu wako ufanye. Ndio maana nikasema ni wakati sahihi wa kubadilisha mfumo wa mpira wa nchi. Na hili litatufunza wengi na tutaendelea kusema na kusema. Taifa letu wote linapenda kutumia maneno ya kawaida. Wewe sema na mimi niseme. Na wewe unaona tusemi, sema ya kwako. Watu watayapima kwenye uga wa jamii. Tutaendelea kusema na kusema. Inadi haki, hatumdhulumu mtu. Na tutafisema hivi rabu si uviona wanageukaga, wanageuka. Ukiwasipia kweli tu ugomvi unaanza tena. Unaanza tena upendi kusemwa. Hata wewe upendi kusemwa, lakini nafikiri unaangalia unakosolewaje. Na unachokosolewa ni kile chenye tija, lakini sio kumuonea mtu. Mimi tunasema kuhusu football ya nchi na changamoto hizi imeenda, na wala mimi sitazami kama kuna mshindi, ila naangalia tunaanza kujua nini cha kufanya kuliko kutazama mshindi. Sasa hivi tuangalie nini tutafanya kuliko kutazama mshindi. Hakuna mshindi kwenye vita hii. Hakuna mshindi. Ila tu tulijitahidi kusema na watu wengine wataelewa tunavyosema. Utakayeumia ni wewe ambaye unadhani kitu kikikata nyama kwa sababu umegawa upande mmoja unaona unaathirika, lakini kiukweli football ya nchi yetu ilichacha. Tukibaki hapo kwa upande wa Simba Sport Club. Wao kauli yao ya mwisho kabisa post yao ilisema kwamba ikipangwa mechi tarehe tofauti na 15 hatutashiriki. Hatujaona barua yote ya kusema kwamba tutashiriki mechi ya tarehe 25. Lakini hii kuna tatizo, unaweza kusema kwamba Simba kuna utofauti fulani kwamba Simba hawako sawa. Kwa nini walishadilikia sana mambo ya tarehe 15 na baadaye hii kuipa nguvu ili watu waweze kuhamasika zaidi? Sasa hivi Simba wamepata hukumu moyoni. Wanajua maamuzi yashaamuliwa, hukumu iko moyoni. Wananungunika lakini hawana namna. Maamuzi yametolewa, hawawezi kupinga ile yanawaumiza. Kwa Simba katika ile wameonewa? Wanaona wameonewa kwa sababu wanaweza kusema mbona sasa imekuaje dabili pangwa lelele. Kama alivyolalamika Yanga siku ile. Mechi na ilizwaje imepangwa lelele. Unaona ilivyo. Kwa hiyo mambo yamegeuka sana, zimegeuka, lakini nadhani wapeleke timu uwanjani. Wapeleke timu uwanjani, wakacheze kiwanjani. Kulia, kunungunika hakupunguzi maumivu. Unajifariji tu. Mtu anaelia anajifariji, haipunguzi maumivu. Ukifiwa umefiwa kaka. Ukilia, ukikaa kimya, ukilia unajifariji. Ukikaa kimya ni amumeamua tu nikae kimya. Sasa kulalamika, si leo umesema eti Mangungu sio mzalendo, sijui nani sio mzalendo, ni tabia tu ya mashabiki wa mpira wa nchi kuonekana wanaumia, na pia wanaumizwa kwa sababu mashabiki wetu wamezoea kutambiana.
Tambo ndizo zinazowaumiza mashabiki wa Simba. Walitamba na Yanga nao wakitamba, wakitambiwa wanaumia. Tunakumbuka katikati hapa baada ya ligi kutamba, tutapeleka timu tu hata kwa viboko, tutaleta timu. Na Yanga wanaumia. Na ndio maana unakuta wachambuzi wanaingia kwenye mizozo ya kutukanwa, kudhalilishwa, kwa sababu wakati mwingine ukiongea hivi huyu akiona upande wake umeguza hata kutukana. Tumetukanwa sisi. Kama ingekuwa matusi anaua, sisi tushazikwa na tumeoza. Umetutukana. Mnaongwa nini? Tuongwi, tunaizungumza football ya nchi. Football ya nchi. Football tu ya nchi. Tumetukana. Mimi basi nzuri, mimi naizungumza timu yote. Hata mtu wote akivuna mchana. Tumetoka kusema Yanga juzi na matatizo yao. Juzi nayo katokea mtu mmoja wa Yanga anaenda kufungua kesi, bado Dr. Mifugo anafungua kesi ya mpira. Unakumbuka akafukuzwa mahakamani. Yote ilikuwa ni vita ya football ya nchi. Lakini football ya nchi imepata matokeo ambayo tunadhani tuanzie hapa kuirekebisha. Na wale ambao wana dhamana kusimamia football ya nchi wajue Watanzania wanataka burudani kwenye football yao, wanataka haki kwenye football yao, wanataka weledi kwenye football. Lakini viongozi wa mpira walijisahau. Walikuwa viongozi wa matakwa yao, ndio maana wamefukuzwa ofisini kwa nguvu. Maana wale wamefukuzwa. Wale wamefukuzwa kwa wamejiuzuru wale. Wameshinikizwa. Wale wameshikilia bomba mpaka limekatika. Bodi ya ligi na TFF, bodi ya ligi walishikilia bomba mpaka limekatika. Rais mwenyewe alikuwa hataki watoke. Wale sio mpira. Si kuungana nao. Mimi nilisema watasaidiwa hawa. Wameshikilia bomba wale mpaka limekatika. Dami kese hiyo. Umeshikilia bomba mpaka limekatika. Na sio kwa kufika nalo, si wapi. Sio wafike mpaka Inyara Mbeya. Wameshikilia bomba, jamani, achieni bomba hilo, mtatue tatizo. Wanalo bomba, wanalo. Sasa ile ndio fedha tulikuwa naitaka. Wangerudi chini hao, mbona wangesikilizana, yangeisha. Shikilia bomba we, shikilia. Kwa sababu mtu akwambia ujiuzuru, lazima ujiuzuru. Njoo, shida yako nini? Atulia. Jamani, chateni mechi. Tena wale wangekuwa na busara, hata tarehe 15 mechi ingechezwa. Shida yao bomba mpaka limeoza, limekatika. Walikuwa na maslahi na maamuzi mabovu. Ndio imewagharimu wale. Moja kati ya kauli zilizokuwa zinatamba sana ni kwamba nyinyi hamwezi kuchukua ubingwa bila kumkaba Elie Mpanzu. Sasa tunaona sasa Elie Mpanzu sasa hali yao naona vikoje. Kama ukitazama katika upande zote mbili, wote wana nafasi za kupumzika na kuandaa timu zao. Mechi itakuwa ni aina gani tarehe 25? Simba wana furaha na dabi kwa sababu ya rekodi. Hawana furaha na dabi kwa sababu ya rekodi ya siku za hivi karibuni. Hiyo inawaondolea furaha wengi mashabiki wa Simba. Unajua ukiwa unapoteza dhidi ya mpinzani wako inakutia hofu kidogo. Lakini sikibaya, dabi hii ni kama dabi ya makasiriko. Hii ni dabi ya makasiriko. Kwa sababu imetoka watu kuandamana, kufunga, kuzuia, kufanyaje. Sasa timu zinakuja na hamu. Kwa kimorali Yanga Africans wanakuja juu sana kuliko Simba. Lakini mimi nasema Simba wana timu nzuri sana safari hii ya kuweza kutoa dabi bora kabisa. Tena mimi nasema ni dabi ambayo ngumu kutabiri kwa quality ya timu zote mbili na kuona ambao watacheza kwa nidhamu. Sasa hivi hakuna maelezo kwa sababu timu zote zimepumzika. Hakuna mtu avisingiziwa hapo tumecheza mechi 10 mfululizo. Sasa yale mazuri tuyaone hapa, lakini Simba wengi mashabiki wanahofia dabi kwa sababu ya rekodi. Na ndio maana dabi ilikuwa inatafutwa ya kugoma, hii ilikuwa nzuri kwa sababu mtu aipeleke timu upewe alama 3. Sasa twende uwanjani ndio inatamani, lakini nimekueleza Simba wanayo timu nzuri ambayo inaweza kucheza dabi na ikapata matokeo yoyote ya furaha. Ila wanachohitaji ni utulivu wa saikolojia. Kibaya zaidi, naona kama wamekubali kufungwa nje ya uwanja. Ukisikia shabiki anakuambia tunaenda kufungwa, yaani unasema mgonjwa tumempeleka hospitali anakufa. Hamumpelekee uji, mnajua shughuli imeisha. Hamumpelekee hata uji. Kwa ndicho ambacho nakiona, lakini wapate utulivu, wajirudi kwenye saikolojia. Maamuzi yashafanyika. Tena maamuzi makubwa. Japo watu sasa wanataka kujipa faraja, serikali imeamua mpira, viongozi wa mpira si wajui kuamua mambo ya mpira. Watashauri watu. Ni wamesaidiwa. Tuliwaambia ni. Unaona viongozi hawezi kuamua mambo ya mpira, mtaka amue nani sasa? Serikali iamue, imewasaidia. Tuliwaonya hawa. Tulikuwa nawaonya wiki nzima hapa. Tukiongea wewe sasa viongozi wenu wa mpira mlionao wapenda ndio wale. Wa bodi ya ligi ndio wale. Kutatua matatizo hawawezi, walichukua upande. Na maamuzi yale yalikuwa yana favor Simba ya tarehe 8. Hakuna kanuni inakiuka watu. Kwani tuwaambie ukweli? Tuliwaonya wale, kwa maamuzi gani ya namna hii? Sawa mmeharibu, sasa kaeni na wenzenu wao wengine. Muwasikilize, mpange mparatibu, mchezeshe mechi. Hamtaki kwa sababu mlishavurunda. Hivi unadhani wale viongozi walikuwa kwa ajili ya mpira, walikuwa kwa ajili ya kusaidia timu? Na ndio maana watu wengine wanaona wametolewa, wale wanaona sasa haki hatuna hapa. Haki hakuna. Ni kwa sababu walikuwa wanatuharibia mpira wa nchi. Unaona Yanga wanaitaka sana hii mechi. Hii inaweza kawa ni bao la kwanza katika upande wa Simba.
Hapana, kutaka mechi sio kucheza mechi. Kutaka mechi sio kucheza mechi. Mechi na utaratibu mwingine, lazima mkicheze kwa utulivu ili mpate matokeo. Kwa hivyo mimi nadhani tuone namna atakavyoenda kucheza mechi. Kumalize na hili. Tarehe 28 mwezi wa 8 ni uchaguzi katika TFF kubadili viongozi. Pengine wanaochagua wanahitaji kujifunza katika hili lililotokea. Uchaguzi wa TFF wa tarehe 8, tatizo liko pale pale. Ng'ombe mgonjwa unampeleka machungoni bila kumpa dawa. Hata enda kula nini sasa? Uko anaumwa. Uchaguzi wa TFF ni ng'ombe mgonjwa kumpeleka machungoni bila kumpa dawa. Hata enda kula nini wakati anaumwa? Viongozi wetu hawa wa mpira, mimi nimekuwa nikisisitiza mara nyingi na watu wengi nikisema kwa kurejea sana. Tunawapa wanasifa haramu, tunazihalalisha. Vigezo visivyo sahihi tunavigeuza kuwa sahihi. Sisi tunapata viongozi wa mpira ambao wanakosa sifa za kuongoza mpira, ila ndio viongozi wenye sifa kwenye mpira. Unajua kigezo cha kwanza cha mpira wetu wanasema uwe umeongoza timu bila kujalisha una weledi gani katika utawala kwenye timu. Uwe una degree yoyote, sasa hiyo degree sio kama degree special kwa ajili ya football. Sasa haya ni mapungufu makubwa katika utawala wa mpira wa sasa ambao una weledi mkubwa. Na ndio maana tumekuwa hatutengenezi mpira wetu kwa mfumo, tunatengeneza mpira wetu kwa uwekezaji. Sasa hivi maendeleo yetu ya mpira mengi yako kwenye uwekezaji. Viwanja vya serikali inajenga, football yetu ipo katika masuala mengi ya uwekezaji. Timu zinasajili wachezaji kutoka nje zinaenda, lakini ukimfumo wetu wa mpira uko chini. Kwa nini? Sifa za viongozi wanaotuongozea mpira kuanzia vyama vya soka vya wilaya, mikoa mpaka taifa, sio watu ambao wanaweza kutusaidia mpira kwenye mfumo. Ndio maana mifumo ya elimu yetu haiwezi kusomana na soka, kwa sababu viongozi hawa hawana majibu ya kitaaluma ya kutuongozea mpira. Mpira usaidiwe na mifumo, sio uongozi kwa uwekezaji. Waingereza miaka ya nyuma vilabu vyao vinachukua UEFA Champions League wapi timu ya taifa mama ikifika robo finali ya dunia wamejitahidi. Wakasema jamani, turudi kwenye mfumo. Tumeona wale Spain ni mifumo, tengeneza mfumo mzuri, viongozi waumize kichwa, andaa wachezaji, andaa makoch, andaa video analyst, andaa nani, watu mbalimbali kama taaluma, watu wakae walete solution ya mpira wetu. Timu za vijana zianzie chini ya miaka 15. Huo ndo mpira. Timu ya mpira unaanza under 20 hata kupiga pasi ya juu. Na viongozi wanaona anaupigania mpira kweli. Sisi huku mchezaji ili acheze mpira aache shule. Nilimwona mimi mchezaji mmoja Abdulrazak Hamza anahojiwa. Anasema mimi shuleni nilikuwa sina kitu. Sasa anakuja kuwa kocha mzuri yule. Kama kocha huwezi kusoma. Wewe angalia Ulaya, bachi yote wenzao kina Mlishongasa ndio kina Thiago Motta, Xavi Alonso, wote makocha. Kwa nini unacheza na elimu? Juzi unaona Lamine Yamal yuko high school. Unacheza unasoma, kuona kuwa mtu ambaye uko full package. Leo tunaumbuka sisi Hamis Tambo anatoka huko anakuwa manager wa timu hapa. Lakini mtafute mchezaji wa zamani wa kwetu ambaye ni manager wa timu. Thubutu. Timu ya taifa ile mzee Taso Mukebezi miaka nenda rudi, yeye ndio manager. Kwa nini? Ndio wachezaji wa zamani wasomi. Wengine wakileta hapa huko kuna kwenda tabu. Kwa nini? Tunataka viongozi wa mpira wanaoenda kutengeneza mfumo wa mpira. Kwa nini? Kuanzia hata sifa za kuongoza. Sasa kama unaweza kuwa na kiongozi wa mpira, una uwezo tu mtani kwako una fedha, kuna timu ya ligi daraja la 3, unaipaipa fedha, watu wanakuambia wewe ndio mwenyekiti wa klabu, kesho timu hiyo imepanda ligi kuu, wewe ndio mwenyekiti wa klabu, kesho kutwa wewe ndio mwenyekiti wa bodi ya ligi. Ndio akina Mguto yale, hata kusimamia kanuni mkipigiwa simu mnaacha kwa sababu ya mifumo yetu kuongoza mpira. Kwa hivyo iko shida katika football ya nchi katika mifumo kutengeneza viongozi. Sasa kama mfumo hauwezi kutengenezwa na watu ambao sio wa mfumo, hivyo leo unaweza kuwa daktari wakati wewe ni mwalimu. Kwenye mpira kuu hata mwalimu anakuwa msimamizi wa mpira. Juzi na Mungu amechagua CPA, si mtaalamu wa mahesabu, si mhasibu, kama mwenyekiti wa Namungo. Usishangae yule kama mwenyekiti wa bodi ya ligi. Hakuna kozi yoyote kusimamia. Juzi engineer Hersi umemwona. Kaambiwa akasome, yuko Harvard kasoma. Wewe ulikuwa mwenyekiti wa vilabu Afrika, hujui football katika kuisomea. Kasoma sasa. Sasa ukienda pale unaenda kupata elimu. Kama Hersi anapenda shule asimamie mpira. Huku mtu anaenda crash program vya kafu vile vya FIFA, tena hakuna namna, inabidi tu msome kwa sababu ndio viongozi hivyo. Hawana hata utashi navyo. Mimi ndo uzoefu. Mimi nilikuwa msemaji wa chama cha soka cha mkoa fulani. Sio nilikuwa nipo mpaka leo. Lakini hata tamu ya kufanya kazi imeshanishinda sasa. Kwa nini? Kwa sababu football ndani huku chini watu walio si watu wa mifumo ya mpira. Tafuta viongozi wa mpira utakuta si mwenyekiti wa chama, si huku nani, si huku meya, si huku nani. Utaisaidia hiyo football, utafikiria football inataka kama mtu askari anayeamka na waza vita ikija anafanyaje? Tufanyaje mpira tuusaidie? Unaleta mtu na shughuli zake zingine ndo kasimamia mpira.
Tasikia si mwenyekiti sio kamati, si wakili wa wapi, si mkurugenzi wilaya fulani. Nini atukatai shughuli za utendaji za football, watu wanaotakiwa maplan. Unajua sisi watu wanaotakiwa kusaidia mpira kimkakati ndio hawana sifa za kusaidia mpira. Kwa hiyo tunapata wasimamizi sio viongozi wa kuongoza mpira. Kwa hiyo nini mimi ungeniambia? Mimi nikwambia uchaguzi wa TFF ungerekebisha sifa. Tena sio hizi zingeanzia chaguzi za wilaya. Kwa hiyo ukitaka tuisaidie TFF turudi kwenye katiba yao. Sifa za wagombea ni zipi? Imekuwa kama za kisiasa kusoma na kuandika. Ukiona degree tu yoyote ingia kwenye mpira. Kamaliza form 4 halafu mjumbe wa kamati tendaji sio ya chama cha soka mkoa wao amemaliza form 4. Kweli? Hao amemaliza form 4. Mimi nilitegemea kuna degree, ana degree au diploma administration ya football. Utasikia mjumbe wa kamati ya mkoa wa mpira au amemaliza form 4. Halafu huku mtasaidia kweli mpira wa mkoa wa nyinyi? Mjumbe kamati sio ya wilaya amemaliza form 4. Form 4, only form 4. Dunia ya leo. Wenzao wanatumia migwiji kuonyesha mpira wa mataifa yao wapate maendeleo. Tukisema tunataka ndio matatizo tuko nayo hatusemi. Iko hivyo. Wage mashabiki wako wanasema wewe unastahili kuwa kiongozi pa TFF na kuelekea mwisho wa msimu. Unawaambia nini mashabiki walikuwa wanakufuatia msimu mzima? Kwanza nafikiri kwanza nishukuru kwa maana ya wadau wanaonisikiliza, wanaotusikiliza Matole na ndugu yangu wa Sport Point. Tuwashukuru wadau kwa sababu ndugu zetu wanapata nafasi ya kutupa muda kutusikiliza. Lakini pia hata wale ambao wanaona labda kama tunawakanganya. Sisi ndio ukomo wetu wa maarifa umeishia hapo. Kwa hiyo pale unaponiona mimi nakosea sana ndio ukomo wangu wa maarifa umeishia hapo. Pale ambapo unanielewa nashukuru na wewe unanielewa. Lakini pia tunapokea ushauri. Kubwa tu ni kwamba hatusemi kwa maslahi yetu, tunasema kwa maslahi ya mpira. Ndio maana mara nyingi mnatuhoji tuzungumzie mpira huo. Lakini mpira ni wa wetu sote, sio wa wachezaji, sio wa viongozi. Ni mpira, ni burudani tunaipenda wote. Tumezaliwa tumezikuta hizi timu, tutaacha kusema na wengine wataendelea kusema. Kubwa tunapenda tukuambie kwanza niendelee kuwashukuru, lakini pia kuwaomba waendelee kufuatia Matole TV ambako mara nyingi tunakutana hapa. Ukipata nafasi kama hivi tunazungumza mawili matatu, tunaendelea kufahamiana nao. Lakini wape nafasi na kuwashukuru wako wenzangu na comment wakati fulani nakosa tu nafasi ya kujaribu kushukuru kwa kila mtu. Wale ambao wananishukuru na mimi nawashukuru sana, ambao pia wanashukuru tunachokifanya. Na sisi tunaomba tuombe dua kwa Mwenyezi Mungu, wakati mwingine hatufanyi kwa uwezo wetu. Mungu pengine anatupa maarifa na wengine wanaotufuata kutukushauri. Unajua wakati mwingine kuna mtazamaji mmoja ni mtu mkubwa sana alinipigia simu siku moja. Fuatilia sana mambo haya. Akaniambia akaniongeza maarifa juu ya mambo muhimu. Bwana kuna hiki nao tunawakaribisha. Kuna mwingine unapata hoja ya kubadilisha, tunabadilishana hoja. Kwa sababu sisi wenyewe sio tunaongea tunakuta kwenye jamii humo. Sasa mkitutukana mnatukana mambo kwenye. Lakini wengine tunawaonya wanaotutukana matusi jamani. Sio wenyewe tunayafumua matusi. Mwingie DM mkutane na sisi na matusi. Maana kwa matusi mnatukana nyinyi peke yenu. Sio vizuri kutukana matusi. Fuate DM. Kama matusi njoo DM. Sasa. Kama una matusi sana njoo DM. Sio nzuri kutukana matusi. Mmoja aliniomba msamaha DM. Nitukana. Akasema kumbe mwenda wazimu, nikamwambia huko naruka na wewe. Huko ukitukana nitakuacha. Lakini DM na kuogesha. Kwa sababu msomo natukana fikisha hatuna moyo. Mwache kututukana sasa. Bwana mimi nikushukuru sana kufikia hapo. Asante sana.